Haleluya, haleluya. Mwanafamilia wa maombi ya ukombozi, Mungu akubariki sana. Ninamtukuza Mungu. Asubuhi ya leo tumepata tena kibali na tumepata tena neema. Tumeona nguvu za Yesu Kristo tena zikitusimamisha. Tumeona utukufu wake wa ajabu. Wacha tuinue jina la Yesu Kristo kwa ajili ya utukufu wake mwaka 2026. Nichukue nafasi hii popote pale ulipo tuweze kumshukuru Mungu pamoja kwa kutupa kibali asubuhi ya leo. Roho Mtakatifu, tunakutukuza Baba yetu mwema. Asante kwa uaminifu, asante kwa wema wako, asante kwa nguvu zako, asante kwa kutupenda, asante kwa kututhamini, asante kwa kutupa kibali tena watoto wako. Tumenyenyekea mbele zako Yesu Kristo mwana wa Daudi. Tumeshuka mbele zako kwa rehema nyingi, tukiomba toba. Tutakase Bwana yetu, tusafishe kwa damu yako ya thamani. Sisi ni wenye dhambi, hatustahili kabisa mbele zako, lakini kwa rehema zako tuko hapa tena watoto wako. Tumenyenyekea, tunasi rehema zako tena watoto wako. Tutakase na kutusafisha kwa damu yako ya thamani. Tupe neema tena watoto wako tena siku ya leo, siku nzuri, siku ya baraka, siku ya neema. Usituache Baba yetu, tuone mkono wako na tuone fadhili zako. Asante Bwana Yesu kwa neema na fadhili zako na baraka zako kuu kwetu. Tunakutukuza kwa sababu ya neema, kwa sababu ya fadhili zako, kwa sababu ya mkono wako, kwa sababu ya uweza wako na kwa sababu ya nguvu zako. Utukufu na heshima na enzi na nguvu na mamlaka ni zako, katika jina lipitalo majina yote, Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Mtu mmoja aseme amina, amina. Na unaweza comment sema amina. Na Mungu ni mwaminifu sana, ambaye umeanza naye asubuhi ya leo ni Mungu wa baraka kwetu. Nichukue nafasi kukuomba, kama subscribe channel hii ili uweze kupata maombi ya kila siku asubuhi na majira yale ya usiku, zile zaburi za ulinzi. Nichukue nafasi hii kuomba, kama unapitia changamoto yoyote ambayo unatamani tushare pamoja na tuweze kuomba pamoja, basi tucheki kwenye namba hii WhatsApp. Nitaomba na wewe na Mungu atafanya jambo kubwa la utukufu. Ni muhimu sana kila unapofuatilia maombi ya asubuhi, weka agano la dhabihu, weka agano la sadaka. Mwambie Mungu, ninatamani kila maombi ambayo ninaomba niunganishe na sadaka yangu. Utaona baraka nyingi sana, kwa sababu maombi tu haitoshi tu kuomba, lakini unapoomba ukajiunganisha na dhabihu, uwe na uhakika utaona mkono wa Mungu kwa namna ya ajabu sana. Nichukue nafasi kabisa kukuomba popote pale ulipo uweze kuchukua clip hii na uweze kushare, upelekee rafiki, jamaa, ndugu, kila mmoja. Hakikisha usiwe mchoyo, omba pamoja na watu wengine, itakuwa ni baraka nyingi sana na utakuwa umeifanya. Tunaendelea na maombi ya siku 21. Nikualike sana katika maombi ya siku 21, ambapo tutaendesha maombi kupitia mtandao wetu wa YouTube majira yale ya saa 10 kamili jioni mpaka saa 12 kila siku kwa siku 21. Niombe popote pale ulipo, basi chukua hatua ya kufunga, jidhabihu, ufunge na utamuona Mungu kwa namna ya ajabu. Maombi yetu ambayo tulionayo ni kwa ajili ya malango 12, na kwenye malango haya tutatembea nayo kuanzia siku ya kwanza mpaka siku ya 12. Kwa hiyo hakikisha unafuatilia mfululizo mzima wa maombi haya ya milango 12. Mlango wetu wa 9 ni mlango wa ndoto. Na kati ya mambo makubwa ambayo watu wengi hawajui, au kati ya lango kubwa ambalo watu wengi hawajui, ni lango la ndoto. Ndoto ni lango kubwa sana. Ndoto ni lango kubwa sana kwa sababu ndoto huwa inafichua kuyajua yale yaliyoko mbele. Kwa hiyo watu wengi waombi kwa ajili ya mlango wa ndoto, kwa sababu ndoto inakufichulia au inafunua yaliyoko mbele. Ni nini ambacho kiko mbele yako, nini kinahitaji kutokea na kinaweza kutokea kwa namna gani, ili ujue namna ya kukishughulikia. Natamani nipitie kwenye maandiko kidogo, na hapa
naamini Mungu atakufundisha kitu. Tuone kwenye kile kitabu cha Mathayo, kitabu kile cha Mathayo sura ile ya 2 na kuanzia ule mstari wa 10 nitasoma. Biblia inasema, nao walipoiona ile nyota walifurahi furaha kubwa mno. Wakaingia nyumbani wakamuona mtoto pamoja na Mariamu mamaye, wakaanguka wakasujudu. Nao walipokwisha kufunga hazina zao, wakamtolea tunu dhahabu na uvumba na manemane. Nao wakiisha kuonywa na Mungu katika ndoto, umesikia? Nao wakiisha kuonywa na Mungu katika ndoto wasimrudie Herode, wakaenda zao kwao kwa njia nyingine. Unaweza kuona wakisha kuonywa katika ndoto. Unaona, Biblia inasema mstari wa 13, na hao walipokwisha kwenda zao, tazama malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto. Unaweza kuona anamtokea Yusufu katika ndoto, akasema, ondoka uchukue mtoto kwa maana yake, ukimbie Misri, ukae huko nikuambie huko hata nikwambie, kwa maana Herode anataka kumtafuta mtoto amwangamize. Umesikia kitu? Umesikia kitu? Soma mstari wa 19. Mathayo 2:19. Biblia inasema, hata alipofariki Herode, tazama malaika wa Bwana akamtokea Yusufu katika ndoto huko Misri, akasema, ondoka umchukue mtoto na mamaye, ushike njia kwenda nchi ya Israeli, kwa maana wamekufa waliotafuta roho ya mtoto. Umeona? Sasa unaweza kuona Yusufu anatokewa katika ndoto, anaonywa habari za kumkimbiza mtoto Yesu, lakini pia baadaye anatolewa kwenye ndoto mara ya pili arudi, kwa sababu atoke Misri arudi, kwa sababu tayari aliyekuwa anatafuta mtoto amekufa. Lakini unaona Mungu anamtokea katika ndoto na si sehemu nyingine. Kwa hiyo Mungu anaweza kutokea katika ndoto kukuonyesha jambo zuri au baya. Kwa hiyo kati ya milango unatakiwa kuiombea ni milango ya ndoto. Mungu anaweza atakuonyesha, atakufunulia katika ndoto jambo zuri ambalo unatakiwa kufanya, na ukilisikia hilo basi lifanyie kazi. Sasa huu ni mlango mkubwa sana ambao watu wengi hawaujui. Ni mlango mkubwa ambao watu wengi hawaujui. Ukifanikiwa kujua mlango huu utakuwa ni mtu mkuu sana. Fikiria, turudi nyuma kule tusome habari za Yusufu. Biblia inasema kitabu cha Mwanzo sura ya 37. Mwanzo 37 mstari wa 5. Yusufu akaota ndoto, akawapa ndugu zake habari, nao wakazidi kumchukia. Naweza kuona, akawaambia, tafadhali sikieni ndoto hii niliyoota. Tazama, sisi tulikuwa tukifunga miganda shambani, mganda wangu ukaondoka ukasimama, na tazama miganda yenu ikaanguka ikainama mbele ya mganda wangu. Ndugu zake wakamwambia, je, kweli wewe utatumiliki sisi, nawe utatawala sisi? Wakazidi kumchukia kwa ajili ya ndoto yake na kwa maneno yake. Unaweza kuona Yusufu anaonyeshwa ndoto kwamba baadaye atakuwa ni mtu mkuu, kwa baadaye atakuwa ni mtu mkuu, baadaye atafanya mambo makuu, baadaye atasimama kuwa ni mtu mkuu. Yusufu anaota katika ndoto kwamba baadaye huyu Yusufu atakuja kuwa mtu mkuu, atakuwa mmiliki. Kwa hiyo Mungu alimfunulia Yusufu katika ndoto na si mahali kwingine. Kwa hiyo kama unatamani, inawezekana kuna mtu mwingine haotagi na hiyo ni shida, lakini angalia mlango wako ndoto. Ndoto nyingi unazoota, unaona ndoto nyingi unazoota zikoje? Unaona ndoto nyingi unazoota zikoje? Unaona ndoto nyingi unazoota ni ndoto mbaya, ni ndoto chafu.
Ndoto hatari. Umeona? Wewe unaota nini? Naota ndoto huko nyumbani kwenu kijijini, naota ndoto si unarudishwa wapi? Maana yake lango lako la ndoto limeshavamiwa, limefungwa. Ndio maana unaota ndoto, maana unapaa, si ndoto. Hauoti ndoto za kukuonyesha future. Hiyo ni hatari. Lazima kwanza kabisa hujafanya chochote, ingia kwenye maombi maalum, toa sadaka, vunja lile lango linalovamia ndoto zako, upite kwenye ndoto mbaya. Vunja hilo lango. Lakini mwisho wa siku fungua lango lako la ndoto. Utashangaa kwenye lango la ndoto Mungu anafunua vitu vikubwa. Mungu anakuonyesha kwamba utakuwa ni mtu mkuu, utakuwa ni mtu wa namna gani. Basi unafuatilia pale, unaanza kusimama. Sasa kabla tujaombea lango la ndoto, natamani tuvunje kwanza kila lango baya ambalo linapita kwenye ndoto. Na wewe ambaye una sadaka, chukua sadaka yako nzuri, ipande kwenye madhabahu, mwambie Mungu, nafuta ile lango la ndoto mbaya, ili tufungue lango jipya la ndoto. Mungu atakuonyesha, atakufunulia, utakuwa mtu mkuu, utakuwa nani. Popote pale ulipo, natamani uinue mkono wako wa kulia na mkono wa kushoto kamata kwenye kichwa chako. Sema, Bwana Yesu, leo nimesimama kama mtumishi wako. Shetani amekuwa anatumia lango langu la ndoto vibaya ili kuliharibu lango langu na kuziba hatima yangu. Leo ninatamka katika jina Yesu, kila nguvu ya uharibifu inayofanya kazi katika ulimwengu wa roho kupitisha lango langu, lango liharibiwe, lango la ndoto chafu, lango la ndoto la uharibifu, ninavunja kwa jina Yesu. Shakabakata, ninatangaza kwa mamlaka ya jina Yesu, hilo lango la ndoto ninalipasua, ninalivunja, ninaliharibu. Shatarabakota, hilo lango la ndoto mbaya, ninalivunja kwa damu ya Yesu. Lango la ndoto mbaya ninaliharibu kwa damu ya Yesu. Ninavunja, ninashambulia kwa jina la Yesu Kristo. Ramandorosa tatatata rekereba sanda ramatoko rababa santa rabakoria resata rabakoria randa ramasata rabashaka rosanda ramakoria reshaka rabasaka. Kwa damu ya Yesu navunja lango ovu, lango baya, ninalifuta hilo lango, ninalisimamisha hilo lango, ninalifuta kwa damu ya Yesu. Roho Mtakatifu, ninatangaza kuanzia sasa, ninatangaza kuanzia sasa, in the mighty name of Jesus, nafuta lango hilo baya, lango la ndoto mbaya, ninalifuta kwa damu ya Yesu, nalifunga kwa damu ya Yesu Kristo. Popote pale ulipo, inua mikono yako miwili, toa kwenye kichwa, tamka maneno, sema, Bwana Yesu, Bwana Yesu. Iwapo na sadaka yako, unganisha na sadaka yako na omba hii maombi, utaona mkono wa Mungu. Sema, Bwana Yesu, leo ninatamka kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, lango langu la ndoto ninalifungua. Ndoto nzuri zinazoonyesha future yangu, zinazoonyesha umiliki wangu, kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, ninakuomba Baba wa mbinguni, ninafungua lango la ndoto kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu, naomba kupitia lango la ndoto unifunulie yaliyojificha katika ulimwengu wa roho kwa jina la Yesu. Rama masata rabashaka rakayanda ramasata rishanda ramakuria, kwa jina la Yesu Kristo. Baba, nafungua lango la ndoto la binti huyu, la mama huyu, la kijana huyu kwa jina la Yesu. Baba, ndoto ambazo zinaonyesha future, zinaonyesha utukufu, zinaonyesha kuinuliwa katika jina Yesu. Ramandurusata rababakura reshanda ramasata rekanda ramakuria resata rabakusha randa ramatora resata rabakasha. Baba, nafungua lango lake la ndoto katika jina Yesu. Baba, mfunulie mwaka huu anaenda kwa mtu wa namna gani, mwaka huu anaenda kuinuka kwa namna gani, mwaka huu anaenda kupiga hatua kwa namna gani. Baba, mfunulie kupitia ndoto, Baba, mfunulie kupitia ndoto katika jina la Yesu. Nami nafungua lango lako ndoto katika jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Mtu mmoja aseme amina, amina, amina. Msikilizaji, nichukua nafasi hii popote pale ulipo,
niombe upande sadaka yako na utaona Mungu akifungua hilo lango lako la ndoto kupitia 0756934993. Namba iko hapo kwenye skrini. Lakini pia nikualike katika maombi tunayoendelea nayo hapa Gairo, Morogoro nchini Tanzania, bako maelfu ya watu wanakusanyika kumwona Yesu Kristo mtenda miujiza. Mungu akubariki, nikutakie siku njema. Shalom, shalom, shalom.